Serikali ya China imechukua hatua ya kihistoria na ya kijasiri kwa kutoa amri rasmi ya kuzuia utekelezaji wa vikwazo vya Marekani dhidi ya makampuni yake yanayofanya biashara ya mafuta nchini Iran. Hatua hii imetafsiriwa na wachambuzi wa mambo kama mwanzo wa vita mpya ya kisheria na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani. Wizara ya Biashara ya China imetoa amri hiyo ikitumia sheria yake ya mwaka 2021 inayopinga kile ilichokiita sheria za nje ya mipaka. Chini ya amri hii, makampuni ya China sasa yamepigwa marufuku kisheria kufuata masharti ya vikwazo vya Marekani, jambo ambalo linaweka kampuni hizo katikati ya vuta ni kuvuta ya kisheria kati ya mataifa hayo mawili. China imesisitiza kuwa uhusiano wake wa kibiashara na Iran ni wa kawaida, wa wazi na haukiuki sheria yoyote ya kimataifa, ikidai kuwa Marekani haina mamlaka ya kupangia mataifa mengine nani wa kufanya naye biashara. Vikwazo vya Marekani vilikuwa vimeelekezwa kwa makampuni makubwa ya kusafisha mafuta, ikiwemo kampuni kubwa ya Hengli Petrochemical na viwanda kadhaa katika mkoa wa Shandong. Marekani inadai kuwa makampuni hayo yameshiriki katika kusafirisha mafuta na kununua mamilioni ya tani za mafuta kutoka Iran, jambo ambalo ni kinyume na vikwazo vilivyowekwa na Marekani ili kuibana Iran kiuchumi. Hatua hii ya China inakuja wakati ambapo soko la nishati duniani limekuwa na misukosuko mingi. Kujitokeza kwa China hadharani kupinga vikwazo hivyo kunaashiria uwezekano wa kuwa ongezeka kwa msuguano wa kidiplomasia, kwani uhusiano wa Marekani na China unaingia katika kipindi kigumu kingine cha kutoaminiana. Pia usalama wa nishati. China, ikiwa ni mnunuzi mkubwa wa mafuta, inaonyesha kuwa ipo tayari kulinda vikwazo vyake vya nishati kwa gharama yoyote. Hii inaweza kudhoofisha nguvu ya sarafu ya dola kama silaha ya kiuchumi duniani. Wakati Marekani ikitafakari hatua inayofuata, dunia inasubiri kuona ikiwa Marekani itachukua hatua zaidi za kisheria dhidi ya makampuni hayo ya China au kama itachagua njia ya mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepusha mgogoro mkubwa zaidi wa kibiashara. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.